Tunapozungumza habari ya nyakati za mwisho, elewa mambo mengi sana yatatokea, na haya mambo ni miongoni mwa mambo ambayo yanatumika sana kuibadilisha dunia. Na usishangae sana nyakati hizi za mwisho kwamba mambo yanapoinuka, mambo mengi ambayo wakati mwingine hatukufikiria kwamba hili jambo litatokea. Tusishangae sana, tuelewe tu kwamba tupo nyakati za mwisho, ni siku za mwisho. Mwana wa Adamu yu karibu kurudi tena. Sasa tunapoona mambo yanatokea, watu kubadilika, imeenda mbali sana mpaka watumishi hata mafundisho kubadilika, ya kuyabadilisha mafundisho ya kuzimu yanafundishwa kanisani. Sasa ni wewe ambaye unasikiliza kwamba lazima uwe na ufahamu wa kuelewa kwamba hiki kinachotoka ni sahihi au sio sahihi, kwa sababu utajikuta upo katika mazingira ya kutekwa na shetani. Yaani utajikuta upo kwenye orodha ya wafuasi wa shetani ambao wapo duniani na wapo kanisani, wanatumika kanisani, lakini wapo miongoni mwa orodha ya wafuasi wa shetani. Kwa sababu gani nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu sasa hivi kuna maarifa mengi sana yanayotokea, na haya maarifa yanatumika sana kuzimu, na yanapotumika kuzimu yanaletwa kwetu sisi ili tuyatumie, na tusipokuwa makini tunayatumia, lakini mpango wa kuzimu ni kwamba kutukamata akili, kuteka ufahamu wetu ili yatupeleke kuzimu. Nimepiga kelele sana kuhusu habari ya AI. Nimezungumza sana takribani video 3-4 nazungumzia habari ya AI. Habari ya AI ni mpango wa kuzimu. Usipokuwa makini, haya maarifa, elewa, yanatupeleka pabaya sana. Ni maarifa ambayo yanatumika kuzimu, ni maarifa ambayo shetani ameyatengeneza, ni maarifa ambayo, ogopa sana kitu kinachoitwa robot, kutumika kufanya vitu ambavyo mwanadamu wakati mwingine havifanyi. Na hiki nimekuwa nikisema kila mara, nikikwambia kuwa makini sana na maarifa. Tunayatumia kusogea sehemu fulani, lakini elewa, tunasogea kuzimu. Kwa hiyo tuwe makini na haya maarifa yanayotokea, na nitaendelea kuzungumza, nitaendelea kupiga kelele, nitaendelea kupaza sauti yangu mpaka tone la mwisho, kukupasha habari, kukupa habari ya kwamba AI sio mpango wa Mungu. AI ni mpango wa kuzimu. Sasa AI anaingia kwenye ubongo wa watu siku hizi, anatawala akili za watu. Ndio maana nilikwambia, unaposikiliza nyimbo za AI, je, unapata kitu gani ndani ya hizo nyimbo? Tutakuja kuona ndani ya hizo nyimbo za AI hazina uwepo wote wa Mungu. Sasa unaposikiliza hizo nyimbo za AI, elewa kuna chembe za shetani zinaingia ndani ya ubongo wako. Alafu zikishaingia hizo chembe zinaanza kutoa kile kitu cha Mungu, kinaanza kuingia kitu cha kishetani. Sasa kuna wakati unaweza ukajikuta unabadilika, yani unabadilika hata mwenendo wa maisha yako yanabadilika, unaanza kuishi mwenendo wa kuzimu, mwenendo wa kishetani. Yani ulikuwa unaishi katika maisha mazuri, ulikuwa unaishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya kumpendeza mwanadamu, kwamba anaishi maisha fulani ya kiutukufu, lakini unaanza kutoka kwenye hayo maisha. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya fikira ambazo zimeingia ndani yako kupitia mfumo wa AI. Nilikwambia siku hizi tumeenda mbali sana. Watumishi wa Mungu wanahubiri habari, somo wametafasiriwa na AI. Yaani mfano mtu somo linazungumzia labda linazungumzia somo la ukombozi,
analiingiza kwenye mfumo wa AI, linamweleza habari ya ukombozi, sijui kila kitu linamweleza, alafu akipanda madhabahuni anaanza kuhubiri habari ya AI, kwa sababu tayari ameshaandika somo lake, ameliweka kwenye AI, limemletea maana halisi ya ukombozi. Anaanza kuhubiri. Elewa hapo, anayezungumza sio Roho Mtakatifu. Elewa, anayezungumza hapo, anazungumza shetani ambaye yupo ndani ya huyo mtumishi ambaye unamwamini. Kwani Biblia inasemaje? Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho, inasema ya kwamba, ngoja nikusomea hapa maandiko matakatifu kwenye kitabu kile cha Timotheo. Paulo anasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wake wa kwanza. Biblia inasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Yaani kupitia hizo roho ambazo wanazisikiliza, roho za AI, basi kuna mafundisho ya mashetani yanaingia. Sasa huyu mtumishi ambaye anachukua somo analiweka kwenye mfumo wa AI, anakuja kukufundisha, elewa, tunapokea vitu vya mashetani, hatupokei vitu vya mbinguni vya Roho Mtakatifu, tunapokea vitu vya kishetani. Na ndio nimekwambia kuwa makini sana, uisikilize sauti ya Mungu kupitia mtumishi anayefundisha. Yaani siku hizi lazima tuwe makini na mafundisho yanayotoka madhabahuni. Nimeshasema sasa hivi mabadiliko ni mengi sana. Hata yule ambaye tulikuwa tunamwamini na yeye tayari kashabadilika. Hata yule ambaye anasimama madhabahuni na yeye tayari kashabadilika. Kwa hiyo elewa, shetani yupo kazini kutafuta kila mtu ambaye wakati mwingine alikuwa amesimama sahihi kabisa, lakini elewa, mfumo huu wa maarifa unawapindua watu wengi sana. Ndio maana nimekwambia hata wewe ambaye upo kanisani, mfumo wa AI unaweza kukupindua vibaya sana na ukaishia pabaya. Ingawa ni mfumo ambao ukiutazama unatumika vizuri, unaonekana vizuri katika maisha ya mwanadamu, lakini huo mfumo ni mfumo hatari sana. Ni mfumo ambao kuzimu imejipanga kuja kutawala, kuteka ufahamu wako. Sasa huo mfumo unapoingia kwa mwanadamu, wakati mwingine unabadilisha hadi mazungumzo, hadi mafundisho hata ya neno la Mungu yanabadilika. Nimepata video moja. Hii video ni mtumishi wa Mungu mzuri kabisa ambaye amefundisha mafundisho mengi, tumeweza kumsikiliza. Sisemi labda katumiwa na AI, sisemi labda katumiwa na mfumo huo wa AI, lakini ukisikiliza hizi pointi, ni pointi za kuzimu, ni pointi za kishetani, ni pointi ambazo hazina maana yoyote katika utukufu wa Mungu. Anakwambia ya kwamba wewe muumini, binti, hauwezi ukatongozwa na mchungaji ukamkataa. Anasema ukimkataa mchungaji, leo unajitafutia laana. Anasema mchungaji akikutongoza usimkatae, ukimkataa unajitafutia laana. Na anasema ya kwamba inawezekana usiolewe kwenye maisha yako. Sikiliza, huyu ni mtu anafundisha madhabahuni, anafundisha habari ya uzinzi, alafu anasema mchungaji akikutongoza eti usikatae. Ukikataa unajitafutia laana na hauwezi ukaja ukaolewa tena. Ndiko tulikofika kwamba basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Alikuwa ni mtumishi mzuri sana, alikuwa ni mtu mzuri, amehubiri, amefundisha, wengine tumemsikiliza. Lakini tazama sasa, Roho anena waziwazi, wengine watajitenga na imani yao na wataanza kusikiliza. Sikiliza, wakisikiliza roho za zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Hili ni fundisho la kishetani na hili ni fundisho la kuzimu. Hawezi ukasema mchungaji akikutongoza eti usikatae. Ukikataa umejitafutia laana. Yaani ni mafundisho ya kuzimu moja kwa moja. I see, tupo kwenye nyakati ngumu sana. Hebu ngoja nikusaidia hapo kwenye kitabu kile cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza. Ngoja nikusaidia mara moja hapa. Petro wa kwanza hapa, tujue hizi nyakati kweli tulizonazo hizi
nyakati ambazo natakiwa tuwe makini sana, maana shetani yupo kazini na lengo la shetani ni kukutafuta wewe akupindue kabisa. Kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, Petro wa pili, waraka wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na ule mstari wake wa 3, Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro waraka wa pili, naomba tusome waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na ule mstari wake wa 3. Biblia inasema mkijua kwamba neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na zihaka zao, watu wenye kuzihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Hizi ni tamaa, maana yake unataka kumfundisha huyo mtu awe na tamaa ya kutongozwa na mchungaji ili amkubalie asipate laana. Sisi tunaelewana? Ni mafundisho fulani ya kuzimu, mafundisho fulani shetani anakuwa anayapanga kuwateka watu. Sasa yeye mchungaji ni nani? Eti anasema mtu mzima hakataliwi, mtu mkubwa hakataliwi. Sikilize video hii. Nilikuwa namwambia binti mmoja, mchungaji hawezi akakutongoza ukamkataa. Mchungaji hakataliwi, ni laana. Hamjanielewa? Yaani mchungaji akutongoza ukatae ni laana. Unaweza usiolewe maisha yako yote. I'm telling you, I'm not joking. Yaani mkatae kabisa, umwambie mimi sikupendi, mimi sikutaki. I'm telling you, you can't win that match. Kwa nini? Kwa sababu mkubwa hakataliwi. Mtu mzima hakataliwi. Ukimkataa umejitafutia laana. Hapo ndipo tunaelewa kwamba watu sasa hivi wataibuka na mafundisho ya kuzimu, mafundisho ya mashetani, alafu wanakuja wanafundisha kanisani. Kwa wewe unayesikiliza, kuwa makini sana katika nyakati hizi tulizonazo. Yaani kuna watu watabadilika, tulikuwa tunawaamini, ila watabadilika vibaya sana, watabadilika na tusipokuwa makini. Ngoja nikusomea hapa ni kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya ngapi? Tuangalie hapa, sura ile ya pili mstari wa 18. Biblia inasema watoto ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwepo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Wapinga Kristo tayari wameshakuja. Mfumo wa AI, mafundisho ya kuzimu, mafundisho ya mashetani, hawa ndo wapinga Kristo. Sasa unapofundisha habari ya mchungaji kumtongoza muumini na asimkatalie, hayo ni mafundisho ya kuzimu, ni mafundisho ya mashetani, yaani mafundisho ya kipepo ambayo yanafundishwa siku hizi kanisani. Kwa tuwe makini na wachungaji, tuwe makini na walimu, tuwe makini na watu wanaosimama madhabahuni kuhubiri habari ya neno la Mungu. Yaani nyakati tulizo nazo, kila mtu shetani atampindua, na asipokuwa makini lazima tu atapinduliwa na ataanza kufundisha upuzi. Sasa vitu kama hivi kanisani vinafundishwa, eti mtu asimkatalie mchungaji, akimkatalia laana. Why? Kwa sababu siku hizi tutamani sasa haya, na sisi vijana sasa tufanyeje? Wa kiume tufanyeje? Kama mabinti wanapata baraka kutoka kwa mchungaji wakitongozwa, wakiwakatalia laana. Haya, sisi vijana wa kiume tutegemee labda mama mchungaji labda tuwe naye karibu labda, au yani kuna mafundisho fulani ya kuzimu. Ni roho za kishetani, ni roho za kipepo, ni roho za kuzimu. Lazima tuwe makini na nyakati hizi tulizo nazo. Shetani yupo kazini kutafuta walio wa kwake. Kuwa makini, huyo mchungaji, huyo mhubiri, huyo nani anayefundisha, kuwa naye makini. Mtake sana Roho Mtakatifu akupe maelekezo kutoka kile kinachotoka madhabahuni pale, unapokea tu. Hapo kuna watu wanasema amina. Hivi unaelewa maana ya neno amina, au mnaitikiaga tu amina pasipo kujua? Sasa tuwe makini nyakati tulizo nazo. Shetani yupo kazini kutafuta walio wake. Usije ukawa miongoni mwa hao ambao shetani
anawateka. Utatekwaje? Utatekwa kwa maarifa, utatekwa kwa watumishi wa Mungu, utatekwa kwa wachungaji, utatekwa kwa mafundisho ya mashetani. Mungu akubariki sana. Naitwa Benjamin Mahega, tunaangaza pasipo angazika. Amen.